unapokuwa na mfumo wa serikali unaosema hivi, rais hatawajibika kisheria kwa kosa lolote atakalolifanya akiwa rais, na hata baada ya kuondoka kwenye urais, matokeo yake ni haya. Na sisi tumekuwa na kauli hiyo kwamba rais haguswi. Kumlinda. Sio kumlinda, ni kulinda uhalifu kama huu. Rais hawezi akachukuliwa hatua za kisheria kwa kosa lolote atakalolifanya akiwa madarakani na hata baada ya kutoka madarakani. Ile protection, ule ulinzi wa uhalifu ni toto. Na huo ulinzi wa uhalifu uliingizwa kwenye katiba yetu mara ya kwanza mwaka 1962 tulipoingia kwenye jamhuri, tulipotengeneza katiba ya jamhuri. Ukiwa na mfumo unaosema hivyo, kama rais haguswi, maana yake ni kwamba watu wa rais vile vile itakuwa vigumu sana kuwagusa. Labda rais mwenyewe hawagusi. Na watu wa rais katika nchi hii ni kila mtu anayeweza kukuumiza wewe. Kila mtu ambaye akifanya maamuzi yanaweza yakakuumiza wewe. Kwa sababu katika mfumo huu wa utawala, rais anateua kila mtu anayeweza kutuumiza. Wawe ni majaji, na tuna shida sana mahakamani. Ndio maana kwenye hii escrow kuna majaji wako kwenye mgao wa hayo mamilioni ya escrow, mabilioni ya escrow. Kuna mmoja tumeambiwa pelekwa milioni 500. Hajatajwa katika wale waliotajwa, lakini tumefuatilia kuna jaji tena mahakama ya rufani apelekwa milioni 500. Kwenye kimfuko hivi. Oh yeah, kwenye rambo labda au sandarusi kama alivyosema Mheshimiwa Zito. Sasa wote hawa wanateuliwa na rais. Mtu anayeweza kupokea rushwa namna hiyo, wewe usiyeweza kumlipa, ukiwa na kesi na yule aliyemlipa, unapata haki? Haiwezekani. Fikiria sasa, majaji wote. Na katiba yetu imesema tangu mwaka 62 kwamba rais ndiye mamlaka ya nidhamu na ya uajiri ya wasajili wa mahakama kuu na majaji wote. Lakini hapo hauhisi kwamba kuna watu ambao mheshimiwa rais anawapa kazi ya kufanya, ya kuifanyia serikali, kutuwakilisha sisi, ambao wanamuangusha? Hii imekuwa ni hoja inayopendwa sana na walinzi wa Ikulu tangu miaka ya Nyerere. Mwalimu hana shida, ila washauri wake. Rais Mwinyi hana shida, isipokuwa washauri wake ndio wanamwangusha. Mkapa hana shida, washauri. Kikwete hana shida, wanaomshauri. Sasa kuna mambo mawili hapa. La kwanza, nani anayewateua washauri? Na nani anayesema waendelee kumshauri rais vibaya? Ni rais mwenyewe. Kwa hiyo, kwa sababu anawateua yeye na anaendelea kuendelea kumshauri vibaya, anapenda ushauri mbaya kama kweli anashauriwa vibaya. Hilo la kwanza. Pili, katiba yetu imesema tangu mwaka 62 kwamba rais hawajibiki kufuata ushauri wa mtu yeyote yule. Ilianza mwaka 62 na katiba inayopendekezwa na wana CCM ndivyo inavyosema. Kwa hii hoja kwamba washauri kwa nini umesema katiba inayopendekezwa na wana CCM? Tunataka tuende huko. Tutafika huko. Okay. Lakini sasa kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kikatiba. Katiba ya tangu mwaka 62 imesema rais, hiyo list ya watu ambao wanateuliwa na rais ni almost endless.
Kuna wengine ambao hawateui kama walimu wa shule za msingi na walimu wakuu na nini na nini na nini. Katiba imesema hata hawa ambao hawateuliwi na rais wanahesabika kuwa wameteuliwa kwa mamlaka yake na wanafanya kazi kwa niaba yake. Kwa tumetengeneza utaratibu wa kitawala ambao umejengwa around the presidency. Kwa rais asipowezesha haliwezekani. Sasa mfumo wa aina hii ndio unaozaa escrow. Kwa sababu watu wanapiga dili, zinaanzia Ikulu. Escrow, kamati ya Zito imesema na wameleta ushahidi ili gavana wa benki kuu Beno Ndulu aruhusu hizo fedha zitoke.